Timotheo wa pili ni hapa. Timotheo wa pili anasema nitatumia fimbo yangu. Msimu wa pili nitatumia fimbo yangu. Msimu wa pili nitatumia fimbo yangu. So tukija kwa Kiingereza, ameondoka. Tukija kwa Kiingereza sasa tutasema second season I will use my staff. Second season I will use my staff. Msimu wa pili nitatumia fimbo yangu. Manake hapo nimeanza kidogo kukuzibua kidogo, yaani umeanza kuelewa kile nimekupatia manake ni nini. Msimu wa pili nitatumia fimbo yangu. Msimu wa pili nitatumia fimbo yangu. So what I have given you, nini nimekupatia? Nimekupa fimbo yako. Haleluya, nimekupa fimbo yako. So hiyo ni prophetic sign tu, simenielewa vizuri eh? Hiyo ni nini? Hiyo ni prophetic sign. What do you mean? Nimekupa fimbo. Sasa kuna tafsiri sasa, wote tutaanza kurudi kwenye kitabu cha Kutoka. Sio kwamba ni mbaya, it is right, ni sahihi kabisa kwamba nimekupa fimbo ya kwenda kumeza kila fimbo against you msimu wa pili katika jina la Yesu. Nimekupa fimbo ya kwenda kumeza kila kizuizi kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Nimekupa fimbo ya kwenda kumeza kila giza kwenye maisha yako katika jina la Yesu Kristo. But my vision au ufunuo wangu uko wapi ambao Mungu amenipa? Nimekupa fimbo ya kwenda kugeuza maisha yako katika jina la Yesu, ya kwenda kubadilisha maisha yako katika jina la Yesu, ya kwenda kubadilisha maisha yako katika jina la Yesu, ya kwenda kuamsha vilivyokufa katika jina la Yesu, ya kwenda kusababisha uhai kwa maisha yako katika jina la Yesu, ya kwenda kusababisha uzima kwenye maisha yako katika jina la Yesu, ya kwenda kusababisha ukakubalike katika jina la Yesu Kristo, ya kwenda kusababisha ukakumbukwe katika jina la Yesu Kristo, ya kwenda kusababisha ukathaminiwe katika jina la Yesu. Haleluya. So hiyo ni fimbo ya msimu wa pili. Sijakupa kitambaa, sijakupa sijui, kile mimi najua nimekupa fimbo ambayo ni kile Mungu ametaka aongeze kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Labda tuone nini maanisha nini ninaposema fimbo. Naposema fimbo na maanisha nini? Nini maana ya fimbo? Nini maana ya fimbo? Ili tuende pamoja. Nini maana ya fimbo? Kabla hujaandika hivyo tulia kwanza. Umeshaandika tayari? Mko fasta kuandika? Nafikiri mnaandika imla. Mungu awabariki sana. Okay, tunapoongelea fimbo watumishi, tunapoongelea fimbo, kwanza naomba tukubaliane. Hakuna, tumezaliwa uchi lakini hatujazaliwa watupu. Halo? Tumezaliwa uchi, tulizaliwa uchi lakini hatukuzaliwa watupu. Maanake nini? Kuna kitu ulizaliwa nacho. Ndio nataka Mungu anataka msimu wa pili ukakitumie kikabadilisha, kugeuza majira, kwa ajili ya kugeuza mazingira, kwa ajili ya kugeuza hali, kwa ajili ya kugeuza chochote kwenye maisha yako. So kuna kitu ulizaliwa nacho, haujazaliwa mtupu. Kuna kitu ulizaliwa uchi, lakini kuna kitu ulizaliwa nacho. Kuna kitu Mungu amekupa. Sasa Mungu ametukumbusha kupitia neno lake kwenye msimu wa pili kwamba tumia nini? Fimbo. Okay, niko na second season I will use my staff. Sasa if I will use my staff, kama nitatumia staff yangu, kama nitatumia fimbo yangu, pastor, staff yangu ni ipi? Staff yangu unaosema fimbo yangu mimi ni ipi? Okay, ni kile ulicho nacho, kile uko nacho. Nini uko nacho? Ulizaliwa na nini? Nini ulizaliwa? Kuna vitu tunaita zawadi, si ndio
talenti, kuna karama ulizaliwa nayo, kuna kipaji ulizaliwa nacho, kuna neema ulizaliwa nayo. Mfano, tumeanza kuhubiri, hatujaenda vyuo vya Biblia, tumekaa tu Sunday school, tumekaa tu kanisani, tunajikuta tunahubiri hata kuliko wale wachungaji waliotulea. Sasa sio kiburi, anawapa mfano. Lakini kuna mtu amezaliwa amejikuta ni mpishi kuliko hata mama yake. Kuna mtu amezaliwa amejikuta yeye ni msusi kuliko hata waliosomea vyuo. Kuna watu wamezaliwa wamejikuta wana brain ya business na hawakuwahi kusoma commerce wala yale maboksi na mavitabu yale ya booking. Si ndio? Hizo ni zile talent, yani ni vile vipawa ambavyo Mungu amekupa. Lakini kuna ambao tumezaliwa sasa tumejilazimisha, kabla sijakuumba. Nali? Hivi kama Mungu alikujua, je, kajamaa kadogo hakukujua kako? Yaani kama, ngoja nikwambie, vile Mungu anakutamani, vile Mungu anakumonitor, ndivyo adui naye anakumonitor. Inamaanisha nini? Kabla sijakuumba nalikufanya nini? Maanake alijua ndio utakuja kuwa nani. Alishaiwekeza ndani yako, alishapangilia mafaili ndani yako, alishajua utakuwa na watoto wangapi, alishajua utaishi wapi, alishajua nini utafanya, nini kitatokea. Si umeelewa? So anasema kabla, kwani imekuaje hii tena? Endelea kusoma aliyepata. Kabla sijakuumba nalikujua. Kwa hiyo kuna before, during and after. So after knowing you, baada ya kukujua ndio sasa nimekuweka juu ya mataifa. Mungu ameweka pale, ameweka juu ya mataifa, si juu ya taifa, juu ya mataifa, juu ya spirits, juu ya utawala wote, juu ya nguvu yoyote. Kwa tayari automatically tumezaliwa na nguvu ya kuovercome. Tumezaliwa na nguvu ya kushinda. Hatujazaliwa na nguvu ya kukaa down. Tumezaliwa na nguvu ya kuwa juu. Amesema baba yetu ni mshindi. Amesema na nyinyi mmezaliwa na Mungu. Kwa kuwa nanyi mmezaliwa na huyu Mungu, naye huyu Mungu aliushinda ulimwengu. Kwa kuwa naye aliushinda ulimwengu, na nyie mtakuwa na ile progress, na ile mtakuwa na ile continually ya kuendelea kuushinda huo ulimwengu. Niliwahi kuambia ulimwengu ni mfumo. Ulimwengu ni mfumo. Anaposema kwenye Biblia akisema ulimwengu, maana maanisha ni mfumo. Kwa maana yake tumezaliwa kwenye mfumo wa uovu. Tumezaliwa kwenye mfumo wa ubaya. Lakini mimi baba yenu niliushinda. So kwa sababu na nyie mimi niliushinda, basi na nyie automatically, kitu automatically ni button. Kuna generator ambazo kwa mfano zinaunganishwa. Umeme ukikata pop, generator inajiswitch on yenyewe. Inaendelea kwa automatically. So automatically we are button. We are automatically button, si ndio? Yani si automatically, yani kwamba hey my God, kwamba sisi yani hatuna, kuna vitu vingine ni kwa vile tu basi tumefundishwa sana mambo ya kupigana, kupambana. Lakini mimi naamini, nilikuwa nimewasikiliza watumishi wote walikuwa na hudumu hapa, niwasikiliza sana, fuatilia wote vile preach. Kuna mmoja akasema sisi tumeumbwa kuwa viumbe vipya. Mchawi kutuloga anapata shida sana. Sio rahisi kutuloga kwa sababu hatuja discover, hatujagundua, kwa sababu huwa tunafaidi kila ambacho tumekigundua. Huwa tunakifaidi kila ambacho tuna elimu nacho. Chochote ambacho hauna elimu nacho huwezi kukishinda. So kwa sababu tumeshajuaga tu shetani ndiye bingwa, shetani ni mkubwa, shetani ni hivi. So tunamfanya ndani yetu, tumemwona Mungu kama Piriton. Vile unamuona Mungu ndani yako, ndivyo na matatizo yako yatamuona Mungu ndani yako. Hello. Vile unamuona Mungu ndani yako, ndivyo changamoto na zenyewe zitamuona Mungu ndani yako. Ukubwa unaomuona Mungu ndani yako ndio ukubwa ambao changamoto nao watamuona Mungu ndani yako.
Hello. Si unanielewa? So how you see God in you? Mungu wako analoleka ana ile ya kulogeka. Mungu wako analogeka, Mungu wako anagonjeka, Mungu wako anapigwa kwanza afu ndio uje auinuke. Mungu wako Mungu uliye naye yukoje? Mungu uliye naye ako vipi? Mungu uliye naye ni moto alao au ni baridi tulizayo? So how you see yourself, vile unajiona mwenyewe, vile unaona ukubwa na uweza wa Mungu uliyembeba, ndio utaamua matokeo ya ushindi wa vita unavyopitia. But kama unaona Mungu wako ametulia, amelala, amekaa kimya, basi kuna saa ataamka na hii shida itatokea, ndio itakuwa hivyo. But kama unaona kwamba kitendo cha kuingia church, kitendo cha kuona uso wa ndewa, kilichoko ndani yangu kimetibuka, lazima kila kitu kidisapie. Kitendo cha kufika kwenye ile madhabahu leo na kutoa sadaka, ninaamini hiki kinachokisikia kwenye maisha yangu hakiwezi kuendelea kusikika. Vile mimi unaona kwamba Mungu niliye naye ni Mungu, sio Mungu wa viporo, ni Mungu wa papo kwa papo, ndivyo itakavyokuwa. Mungu wako ni walini? Mungu wako ni walini? Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Nimekuweka kuwa wa kutabiri kinyume na huo mfumo, kinyume na huo ulimwengu, kinyume na huo uovu, kinyume na huo ubaya. Nimekuweka wa kuprofesai. Unajua kwa nini nasema nimekuweka kuwa nabii? Yaani nimekuweka wa kutamka kinyume, wa kusema kinyume na kile unachokisikia kwenye maisha yako, na kile unachokiona, na kile unachoambiwa. Wewe umewekwa, yaani si kazi tulionayo ni kutamka kinyume. Sababu bwana, mwaka msimu wa pili mimi naona kabisa ni bora hata msimu wa kwanza. Yaani kwa kweli msimu wa kwanza ndio mambo yalikuwa yanaenda. Wewe upo kusema hapana na msimu wa pili nitaenda. Wewe upo kusema hapana na msimu wa pili nitashinda. Wewe upo kusema hapana na msimu wa pili nitaitwa. Wewe upo kusema hapana na msimu wa pili nitakubalika. Wewe upo ukisema hapana na msimu wa pili milango itafunguka. So hiyo upo kwa ajili ya prophecy, yani kwa ajili ya kujitabiria. Kwanza amesema nalikufanya kuwa nabii wa mataifa. Halo. Maanake Mungu hajakufanya uwe nabii kwa ajili yako mwenyewe na kwa ajili ya wengine. So acha kutabiria wengine mabaya, watabirie mema. Acha kumwambia naona yaani navyoona kama kesho, yani kama wilibaro leo kata sentabolity. Hasa kumwambia nakuona. Kudhubutu ni kuvunja mipaka. Maanake msimu wa pili, break down barriers. Vunja kila mpaka kwa kudhubutu. Why? Mchukua mke wako na mume wako, twende tukalali hoteli ya pale mjini hata kwa usiku. Why? Twende na sisi, tumechokaga, tumekaa ndani mpaka mmefanana na ukuta. Yaani ukiingia chumbani ukiangalia kabati umefanana nayo. Ukiangalia pazia umefanana nalo. Ukiangalia kitanda umefanana nacho. Mwambie nimechoka baba, twende. Msimu wa pili ni msimu wa kudhubutu. Hivyo unataka nini kiko ndani yako ambacho huwa unahisi, hata kama uhisi, huwa unasikia kabisa kwamba mimi ni mwimbaji. Mimi sio tu mwimbaji wa hizi level. Anza kudhubutu. Anza kupanda hizo ngazi za kudhubutu. Kudhubutu ni kuanza kupanda ngazi ambao hujawahi kupanda. Panda prophetically. Panda kiishara. Sitaki nikusisimue kwa mahubiri, nataka nikusisimue kwa neno la Mungu. Likufanye ujisikie vibaya, uone kwamba nimepoteza time. Ni nini? Kila siku nasema nitaenda kuangalia kiwanja, nitaenda kuangalia hicho kiwanja, nitaenda kuangalia hicho kiwanja. Dhubutu kwenda kukiangalia. Nenda kaangalie. Tulisema kanuni ya kwanza, tumepewa unabii, tumepewa kinywa, tumepewa ndio cha kwanza, tumepewa nini? Fimbo ya kwanza, mdomo. Tumepewa fimbo ya kwanza, mdomo. Anza kusema. Sasa wewe unaambia, jamani, kuna kiwanja eti kiko kule. Mama yako alikwambia kuna mwanangu mmoja leo kushuhudia akasema, nina shamba liko huko ni pori. Hivi unaibu kuja kunishuhudia hapo kwamba una shamba ni pori? Kwa nini uendage wiki? Kwa nini uende wiki barua afeke? Nenda utesha hata mikoroshe kage, nenda ukisha hata minazi kage huko. Dhubutu vile ambavyo hatujawahi kufanya, wapendwa. Nenda driving school. Unasema nitakuwa dereva. Utakuwa dereva.
Yes, chukua gari. Ulipomjinga unasema utachukua kwa mamako ile gari. Huna hata leseni. Ngoja niende tu nikachukua leseni. Ingia darasani, chukua cheti, anza kushughulikia leseni taratibu. Mafanikio yako haiko nyuma ya kuombewa. Mafanikio yako nyuma ya kugundua kitu kipya. Na namna kugundua kitu kipya ni kwa kujifunza. Exposure. Na kuna kujifunza kwa kuona, kwa kusoma na kwa kufundishwa. Nimetaja vitatu. Kuna kujifunza kwa kuona, kwa kusoma na kwa kufundishwa. Dhubutu. Hivi unajua kwa nini? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Naomba nitafutie pale wafalme wale jamaa wale wakoma. Hivi ngoja nikuulize, kama sio kwamba wale wakoma walithubutu, si wangefia pale? Nini kiliondoa njaa? Ni udhubutu. Nini kiliondoa tena? Angalia nguvu ya udhubutu ilivyo nzuri. Huwa haishi kwa mtu, kwa individual, ilisaidia taifa zima. Kuna neno Mungu aliwahi kulisema, kuna neno Mungu aliwahi kulitamka, anasubiri mtu adhubutu ili lile neno litimie. Ni Wafalme wa Pili 7:8. Basi wale wenye ukoma walipofika mwisho wa kituo, waliingia katika hema moja, wakala na kunywa. Hasa kabla ya hapo walichukua maamuzi, walidhubutu, walijilipua. Nimesema kudhubutu ni kujilipua, kwamba walisema wazee, liwalo na. Unajua maana ya kudhubutu ni nini? Mauti mbele, uzima nyuma. Hujanielewa? Maana ya kudhubutu ni kwamba ni mauti mbele, uzima nyuma. Yaani maana yake iwe ni hasara, nafanya kama ni hasara iwe. Hujalishi na utakachokutana nacho. Kile unaamini ni kilichoko ndani yako, kwamba hiki ninakifanya na ninaamini nitatoboa. Kuna mtu anasema siwezi kuchukua frame hapo madali mwisho, sina hiyo hela. Utabaki kuwa sina plus sina is equal to zero distance. Fanya vitu vya kudhubutu mwanangu. Fanya vitu vya kudhubutu. Acha kubembeleza. Basi walikuwepo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji. Basi palikuwepo. Sasa ukoma, haya ngoja nifundishe. Ukoma tunahisi kwamba ukoma si wale watu ambao wana upungufu wa viungo, si ndio? Si ndio maana ukoma kuna ukoma wa kiroho. Ukoma wa kwanza ni hofu. Ukoma wa kwanza ni hofu, woga, wasiwasi wa kufanya vitu. Haya. Basi kulikuwepo na mwana Glorious mmoja mwenye ukoma. Mwenye ukoma kivipi? Mwenye hofu, mwenye kuogopa kudhubutu vitu, mwenye wasiwasi wa kufanya vitu. Anaanza kusema nitapata hasara. Itakuwaje? Watu watanionaje? Itaendaje? Itakuwaje? Watanisemaje? Yaani wewe umewekwa kwenye hiyo gap. Uko kwenye hiyo kempu. Hapo akasema watu watanionaje? Mimi nina kipaji kweli cha usafi. Mimi nina kipaji kweli cha kuimba. Mimi nina kipaji kweli cha kushuhudia nyumba kwa nyumba, lakini watu watanionaje? Mpaka shetani ambaye kukuambia huku ndani kwako, tukisema tupige pambio, watu watanionaje? Yaani tukisema ni wimbo utatoka ndani yako, watu watanionaje? Kila unachotaka kunyanyua hatua, watu watanionaje? Kila watu watanionaje? Kila watu watanionaje? Nikipata hasara, nikianguka. Watu wenye hiyo hali huwa maisha yao hawezi kubadilika. Sio tu kiroho, mpaka kimwili. Mpaka kimwili. Sasa hivi niende China. Huko China wanaongea lugha gani kwanza? Na nikienda huko China wanichinje. Kwani utakuwa wa kwanza wa kuchinjwa? Wewe ndio utakuwa wa mwisho, sio wa kwanza, na utakuwa wa mwisho pia. Nienda huko China, hivi nitaonekanaje? Kwani utaonekana tu kama unavyoonekana? Hawa jamaa taifa lote walikuwa na njaa vibaya mno. Kuna hali iko kwenye familia yenu, kuna hali iko ndani ya Glorious. Mwenye Mungu anataka amtumie abadilishe hiyo hali ni wewe, lakini shida ni watu watanionaje? Nitaanzaje? Taonekana na kirere, taonekana na hivi. Umetuchelewesha. Unajua kujizuia kwako na kujichelewesha kwako ni kujichelewesha kwetu pia. Unatuzuia. Yaani kuna kitu Mungu amekupa wewe ambacho kingefanya sio kwamba kinakusaidia wewe, kingesaidia familia ya kwenu au kingesaidia wana Glorious wote. Can you imagine? Mungu amenikupa neema ya kuanzisha kampuni.
Mungu amekupa neema kuanzisha supermarket au kuanzisha biashara fulani, alafu ungeweza kuajiri vijana 10 hapa ndani, lakini ubaki kusema watu watanionaje, itakuwaje nikipata hasara, mimi ni nani? Can you imagine? Kuna mtu kabisa yuko tayari kukuoa, lakini unaanza kusema hebu ngoja tuache. Unafikiri umetuzuia watu wangapi hatujavaa suti na kula keki? Sema nikioa sasa hii yale nikiolewa hebu twende kwanza, twende. Unaenda wapi? Kuna watu umewazuia kwenda mkoani hapa, tungepanda mabasi ambayo tujawahi kupanda. Kuna watu umetuzuia aina ya suti ambazo vaa tungevaa. Kuna watu hapo umewazuia ambao siku hiyo wangejipodoa, ile mnaojipodoa mnakuwa kama majini. Angalia vile ulivyofunga fursa za watu wengi. Na shida yako ni nini? Watu watanionaje? Itakuwaje nikishindwa, nikipata hasara, nikikosa? Hero, vitu vingine unavaa black tinted miwani, unaingia mzima. Halo, nenda zama, nenda, ukifa utanidai. Dhubutu. Sema, kuna kitu kinaniambiaga nisimame pale 6 nianze kuhubiri. Kuna kitu kinaniambiaga niende hivi nifanye hivi. Hapana, nitaonekanaje? Nitaonekanaje? Hivi unataka uonekanaje wakati una macho yenyewe makubwa kuliko mama yangu? Unataka uonekaneje tena? Hawa jamaa basi walikuwepo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Nini kinakuwa? Kutokudhubutu kwako ndio mauti yako. Uoga wako ndio kifo chako. Wasiwasi wako ndio maskini wako. Mashaka yako ndio kuchelewa kwako. Lazima tutakaa hapa mpaka lini? Mbona tunakaa hapa hata tufe? Bro, unaenda kufa hujaacha alama duniani. Unaenda kufa hujaacha ushuhuda wote duniani. Unaenda kufa, hakuna mtu yuko nyuma yako anasema habari zako. Na ukifa hakuna mtu atalia, kwa sababu kuna bonde limetoka kwenye maisha yake. Watalia tu as a human being. Kwa wakati tunamwona tu ni mtu mwema akipita, anaweza kukusalimia, basi. Kwa sababu gani? Kuna mahali tumekaa kwenye bonde la mauti. Unajua tumekaa hapa tunaenda kufa kwa sababu tumekaa kwenye bonde la maombi. Vitu vije, Baba ninue, Baba nibariki, nipe mtaji, nipe hivi lele. Alafu kuna sauti baada ya maombi inakwambia hivi, ukienda kwa mchungaji ukamwambia akupe mtaji wa 200,000 uanze biashara, itakuwaje? Wewe mwanage ndio kama alifa tu. Akigeuka hapa. Ukienda kwa dada yako umwambie una plani, nenda mwambie akupe hiyo capital, atakupa. Dadangu alivyo na maneno, mimi sitaki shombo. Unataka shombo? Shombo Kimeru ni kisu. Unaona, uko kwenye hilo bonde la umaskini. Hauko kwenye bonde la umaskini kwa sababu Mungu hakusikii. Mungu anasikia. Problem is wewe sio mtu wa kudhubutu. Umeshindwa kuapply ile fimbo yako Mungu amekupa. Umeshindwa kuapply ile staff Mungu amekupatia. Siku zinaisha. Sasa unaona kadri siku zinazidi kwenda, nazidi kuwa mweusi. Ndio naisha hivyo. Nikisema nitafanya, yani nitaanza, wewe ngoja tu. Eti hatuanzi kwa kukaa, tunaanza kwa kudhubutu. Nenda thubutu. Nyanyua hatua. Tulisema Mungu ubariki hatua zetu. Unataka Mungu abariki nini sasa? Kwa kweli tunafunga na nashukuru Mungu. Mifungo tuko. Mnafunga, but shida iko wapi? Kwa nini hatuna matokeo? Kwa nini hakuna milango inayofunguka? Ni kwa sababu tunabaki tukifikiri Mungu atakuja kuambia njoo, twende tete. Hiyo haitotokea. Kuna saa unakaacha. Njoo tete, pipi njoo. Kana kuja njoo mwanangu njoo. Mungu alishakupelekesha tete mpaka amechoka. Umekuwa mzee una meno sahi, bado unataka Mungu aendelee kupeleka tete akuitie pipi. Wewe sio wa pipi, wewe ni wa kurushiwa kokoto sahi. Sasa wewe unarushiwa kokoto huko unapiga tete. Mwenye anarushiwa kokoto ni yule anayekimbia. Nenda kimbilia vitu. Kwa nini maombi yetu hayabadiliki? Ni kwa sababu hatuna hatua mpya tunazochukua.
maombi yetu yatabadilikaje? Kwa sababu kuna hatua mpya zitachukuliwa. Sasa hivi usikii tukisema Mungu nini tumeomba, sasa hivi kwa sababu tumechukua hatua ya kwenda mtaani kuhubiria watu. Sasa prayer point imebadilika. Fungua mioyo ya watu, fungua mioyo ya watu, fungua mioyo ya watu. Kadri unavyochukua hatua kwenye maisha yako, ndivyo hata maombi yako yanabadilika. Mungu nipe mtaji, Mungu nipe mtaji. Ukaenda kwa mtu akwambia nitakupa mtaka shilingi mtaka milioni 5. Basi nipe miezi 3 na kufuatilia. Prayer point haitorudi baba naomba, ni kufunga zile roho zinazoinukaga kukuzuilia. Kumfunika yule aliyeahidi, kulikamata lile neno liwe kama mimba mzigo ndani yake. Kila akiamka na kuwaza wewe, hey, nilimwahidi fulani mtaji. Geuka, nilimwahidi fulani mtaji. Geuka, nilimwahidi fulani mtaji. Prayer point imebadilika. Baada ya miezi 3, capital hii hapa. Maombi yanabadilika. Sasa hivi ulikuwa utembei tena naanza ta uso nanga baba nakushukuru. Hakika Mungu yupo. Hakika Mungu yupo. Jamani, Mungu yupo. Niacheni tu. Sasa unaanza hata msemo unabadilika. Msemo hautobadilika wakati umekaa the same situation. Ni pale unapotaka action. Hello. Wajamaa wakasema tutakufia hapa, mstari wa 4. Nini kinapaswa tufanye? Tukisema tutaingia mjini, mjini kuna njaa. Cheki. Lakini angalia, ni vile kuna saa mwingine mawazo unapiga. Ukisema niende kwa mjomba, mjomba yule mchawi. Nikisema niende kwa ndewa, hapo kwanza kushuhuliwa tu. Nikisema niende kwa kaka yangu, kaka yangu yule anaumwa. Nikisema niende, yani kila mahali unaona shetani anakuonyesha kila mahali milango imefunguka. Jamani wakaanza piga. Nasi tukisema tukakaa humu, nasi tutakufa humu. Nasi tukikaa hapa, tutakufa vile vile. Kipi bora? Yaani tukisema tuende mjini, tukisema tuingie mjini, mjini kuna njaa. Tukisema huko mjini nako pia kuna njaa na tutakufa humo. Na tukisema tukae hapa, tutakufa vile vile. Sasa kipi bora? Kwa nikisema nenda kwa maji hajanisema. Nikisema nenda kwa Senjeri atanisema. Kote ni mauti plus mauti ziko tu mauti square. Cha msingi ni nini? Twenda hapa kati. Kama ni kufa tufanye nini? Majamaa wakasemaje? Twende tukaliendee jeshi la Washamu. Wakituhifadhi, poa tutaishi. Wakituua, poa tutakufa. Wanaume wa kudhubutu. Simu wa pili, wewe ni mwanaume wa kudhubutu. Wewe ni mzee wa kudhubutu. Nasema ukafanyika mzee wa kudhubutu. Nasema ukafanyika mzee wa kudhubutu. Kama ni noma na iwe noma. Kama ni shwari na iwe shwari. Kama ni mbwai na iwe mbwai. Kile tunajua Mungu wetu anaweza, hatutokufa bali tutaishi. Nenda kazubutu. Ndio maana ya kuapply fimbo ya mstari wa 4 ngapi anasema 5. Anasema hivi, basi wakaondoka kabla ya mapambazuko. Huwa udhubutu huwa ufanyike kwenye ordinary time. Au ufanyikaji muda wa kawaida, unafanyika muda wa masaa ya tar. Unaamua saa hii sasa muda kuamka usiku pambana na hili mpaka hichi kizuizi kiondoke. Ni saa 6, ni saa 7, ni saa 8, ni saa 9, ni saa 10. Unaamua muda wa tari. Huwa muda yani kudhubutu huwa haifanyiki kwa kawaida. Huwa inafanyika namna ambayo ina utisho fulani. Kwa nini hao jamaa wanasema kama ni kufa tukufe? Maana yake hii ngoma sio ya kawaida. Na sasa ili kwa sababu tunaenda kwenye kitu ambacho ni hatari, tukifanya muda wa hatari. Kwa sababu unataka kufanya biashara ya hatari, lazima uingie na mtaji wa hatari. Lazima uingie eneo la hatari. Fanya vitu. Oi. Hai, mstari wa 6 anasemaje? Kwa nini baba unatuambia hivyo, umewahi kufanya gani? Tulia. Kwa kuwa Bwana alikuwa amewasikizisha Washami. Cheki mwanangu, huwa Mungu anabariki udhubutu wetu. Ningesema udhubutu wetu ni hatua yetu. Mungu anabariki udhubutu wetu. Cheki. Pale hakuna mahali tunasema Mungu ameenda akawaambia nyanyukeni sasa nendeni. Hakuna mahali Mungu amesema nao. Wenyewe wamesemezana. Wazee, tukienda tauni kuna njaa, tutakufa njaa. Tukiendelea kukaa hapa tutakufa njaa. Cha msingi twende kwa hao Washami. Kama ni kuhifadhi watu hifadhi, kama ni kutuua watu. Mungu alikuwa amewasikizisha Washami kishindo cha mienendo ya magari. Cheki Mungu anavyoajabu. Wao wana mguu mmoja mmoja. Wako wangapi? Kwa hiyo miguu mingapi? 4. Sasa hebu ngoja nikuulize swali. Watu wako 4. Alafu eti Mungu anageuza. Unaweza kaa una mtaji wa 50,000. Inaweza kaa una mtaji wa 30,000. Inaweza kaa sauti yako ya kuimba ina mawimbi kuliko ya kwangu.
ni mbovu, lakini una kipaji cha kuimba. Inawezekana sauti yako kuhubiri ni mbaya kuliko ya kwangu, lakini una kipaji cha kuhubiri. Yaani katika kile ulicho nacho kuna kaudhaifu kako ambako shetani huwa anakaweka ili kukukatisha moyo. Na ambapo niweke pause, twende kwa utaratibu. Katika kile kipawa au ile zawadi, kipaji au ile fimbo Mungu amekupa, inawezekana kuna kaudhaifu shetani amekaweka ili kukukatisha tamaa, na wewe umebaki ukiuabudu ule udhaifu. Hawa jamaa waliabudu udhaifu wa kuwa na mguu mmoja, lakini cheki vile inavyokuwa, vile wao wanavyojiona na vile wao wanavyojiwazia, sio ndivyo Mungu anavyowazia wala kuwaona. Mungu anawaona kama magari na mafarasi ya vita. Mungu anakuona wewe kama bilionea. Usi unajiona ni elfu hamsini, Mungu aone hiyo elfu hamsini. Na kile Mungu anataka ubadilishe ufahamu wako, uione hiyo milioni, uione hiyo elfu hamsini vile anavyoiona kwamba ni mbegu. Ukipeleka sado moja ya maharage kwenye shamba, hautovuna sado moja, utavuna majunia na majunia. Ni nini uko nacho? Na hichi unajua kabisa hiki nikikiapply, hiki nikikitumia kinaweza kubadilisha maisha yangu. Ni nini uko nayo? Hawa jamaa hawana kitu, hawana chakula, hawana mavazi. Hawa jamaa ukoma, wana mguu mmoja walionayo, ndo pengine hata wameshikilia nayo magongo walioshikilia nyewe hata maziki. You know what? Mungu huwa anataka kubadilisha vitu ambavyo havina sura ili viwe na sura, vimpe utukufu. Na Mungu anataka msimu wa pili abadilishe maisha yako yawe na sura ya mpe utukufu. Katika ile hali ya unyonge, katika ile hali ya kuchoka, katika ile hali ya kuona haviwezekaniki, Mungu anataka kufanya jambo ambalo litafanya wengi masikio ya washe. Are you ready for that? Are you ready for that? Go and do it. Nenda kadhubutu, nenda kafanye mwanangu. Hata kama ni kuuza mchicha, anza na mchicha. Anza. Unataka kuanza huduma, unataka uanze na watu 1000. Wewe wenyewe bado sijaanza na 1000. Sijaanza nao 1000. Kute mimi sijui umewapikia wapi. Na sijawahi kuona mtu anaanza huduma na akaanza na watu 1000. Sijawahi kusikia. Nini unataka kufanya? Acha hizo calculation ya kibinadamu unayoyapiga. Sisemi ni mabaya. Calculate ki human being and then yaweke chini. Alafu nenda calculate kwenye ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho ni vitu viwili tofauti. Kitu kitakacho kukosti ni pale utakaporuhusu ulimwengu wako wa roho ukaendeshwa na ulimwengu wa mwili. Ruhusu ulimwengu wako wa roho uendeshe ulimwengu wako wa mwili. Kwa sababu ulimwengu wako wa mwili ukiendesha ulimwengu wako wa roho, ukiendesha ulimwengu wako wa mwili, vitu vitakuwa vyepesi. Lakini ukiruhusu ulimwengu wako wa mwili ukadrive ulimwengu wako wa roho, mambo yatakuwa magumu. Hello. Ajo nitampiga shuta aende kule nyuma. Kile Mungu anataka, Mungu hataki utafsiri hali kimwili. Mungu anataka utafsiri hali kiroho. Kawaida unapoangalia vitu kiroho, maana yake unaviangalia kutoka juu kuja chini. Lakini ukiangalia vitu kimwili, maana yake umeviangalia vitu kutoka chini kwenda juu. Ngoja nikwambie, mtu aliyeko juu akiangalia vitu kutoka kuja chini, huwa vinaonekanaje hivyo vitu? Wow, vinaonekanaje? Vidogo vidogo. Nimepunguza spidi ili unielewe eti. Sio kwamba sijaelewa, na kupozesha ili hiyo sindano iingie. Vile tuko hapa, tukiangalia yale magari tuko hapa chini, tunayaona makubwa, majianti, magari yale. Nyanyua lege uweze. Lakini ukitokea juu ukaliangalia chini, utaona ni vitu vidogo vidogo vinabebeka. Unataka uzione changamoto yako ni vitu havikuwezi, vione kutokea kwenye ulimwengu wa roho. Utaona ni vidogo vidogo na haviwezi kukutisha katika jina la Yesu. Kwa nini umeshindwa kudhubutu vitu? Kwa nini watu wapeni jamani? Angalieni jana wakati kama unajaribu kufanyaga research, utakapomwombea mtu hapa na utakayemwombea atakayefuata,
Mimi yani mwenyewe huwa nashangaa Mungu alivyo ajabu. Kile utakachomwombea huyu sio utakachomwombea anayefuata. Haiwezi. Kuna majitu yako hapa, ni shetani kwa vile kuna vitu vya ajabu mno, kuna neema za ajabu mno, na pengine wanajijua, lakini sasa ndio malango anazingua, Sasa nini kinakuwa wewe umebaki ukiangalia ile kizuio, kile kinachokuzuia umebaki ukiangalia kutoka hapa ulipo. Kwa hiyo mnaonana face kwa face, so kinakutia wasiwasi, but kama ungalijua ukatoka kwenye ulimwengu wa mwili ukaingia kwenye ulimwengu wa roho, ukatafsiri vitu vile Mungu anavyovitafsiri, ukaona vitu vile Mungu anaona, ungeona ama vitu ni madoido, na ingekufanya wewe ungedhubutu vitu, usingekuwa hapa uko sahi. Tumezaliwa uchi, lakini hatujazaliwa watupu. Umebaki kusema nitaanzaje? Hawa jamaa wakasema kwa maana Bwana alikuwa amewasikilizisha Washami kishindo cha mienendo ya magari na kishindo cha farasi kama kishindo cha jeshi kubwa. Naelewa bwana, Mungu amefanya kuwa kishindo kikubwa, kishindo kikubwa. Angalia hicho kidogo ulicho nacho, Mungu akioni wala akisikii wala akitafsiri vile unavyotafsiri. Majibu ya unachokitaka, majibu yako unayo wewe. Majibu au muujiza unaotaka, mtaji unao wewe. Yaani muujiza uko nyumbani kwako. Acha nikuonyeshe. Fimbo unayo. Fimbo ni chochote ambacho unaweza kukiapply popote na kikasababisha majibu popote. Labda nikupe njia rahisi usiteseke sana. Fimbo ni chochote unaweza kukiapply popote bila kumkosea Mungu na kikakupa matokeo. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii akamlilia Elisha, akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa, na unajua ya kuwa mtumishi wako alikuwa mcha Bwana, naye aliyemuia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Angalia huyu mama, jamaa amekufa, ameacha madeni ya finance microfinance sijui, ameacha tunakopesha, ameacha Pride, ameacha CRDB, ameacha NMB, ameacha ile kausha damu yenyewe, ameacha vikoba, ameacha vikundi. Baba amemwacha mama kwenye hali tete. Yaani unadaiwa mpaka na mende kule ndani. Huyu mama alikuwa anadaiwa na mende kule ndani. Mstari wa pili akamwambiaje? Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani kwako? Elisha anamwambia cho. Anamuuliza una nini? Ni sawa sana mimi nikuulize una fimbo gani? Una fimbo gani? Ni nini unacho kule kwako? Baba, ninayo 500,000. Natamani anze biashara, nasubiri ijae ifike 700,000. Kwa nini nasubiri ijae? Nataka nianze biashara lakini na 100,000 ndio nasubiri ni ile. Angalau nijue kwa mbele. Mambo yakishinda nitahama mji. Huyu mama naye alikuwa na mawazo kama ya kwako. Akamwambia, niambie una kitu gani nyumbani? Akasema mimi. Angalia alivyo ajabu. Mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Shida nyingine ambayo shetani anakupa ukiwa kwenye wakati ambao amesha kuzuia usidhubutu, huwa shetani anabadilisha kile ulicho nacho, unakiona hakina maana. Yaani ile fimbo Mungu amekupa, ifike kama shetani amekupukutika, huna capital, huna chote, lakini una kile kipaji ndani yako. Shetani anakupiga upofu, uone hata kile kipaji. Kwamba naweza kwenda kufanya hata udei waka mahali, mnaitaga udei waka. Naweza kwenda kufanya hata uchinga mahali. Naweza, lakini anakufanya hata kile amekubariki Mungu kile kipawa, shetani anakizima. Unaona mama anamwambia, mimi nyumbani kwako, yani uone hata kwamba una mtungi wa gesi, uone kwamba kuna mtungi wa gesi kule. Uone kwamba nyumbani kwako kuna hotpot iliwahi kumleteaga ndewa chakula hapa. Uone kwamba nyumbani kwako kuna chupa ya chai iliwahi kumleteaga ndewa chai hapa. Uone kwamba nyumbani kwako kuna chupa iliwahi kumleteaga ndewa. Mimi chenye unampa Mungu lazima akuriwadi mara 10 mpaka mara zaidi. Kwa nini usijue kwamba nyumbani kwako kuna chupa inampelekeaga ndewa chai? Okay, haimpelekea yule Mmeru. Kwa nini usijue kwamba kuna chupa iliwahi kumpelekea ndewa mafuta pale? Ina chupa ya mafuta, kuna kitu nacho kule ndani.
yako, ambacho kinaweza kukabadilisha hiyo hali ya madeni, kinaweza kugeuza hiyo hali ya familia, kinaweza kugeuza hiyo hali ya uchumi, kinaweza kugeuza hiyo hali ya biashara, kinaweza kugeuza hiyo hali unayopitia. Inaweza ikafanya hivi. Amuulizi kwamba njoo piga magoti sasa, anamuuliza mama, una nini nyumbani kwako? Kwa sababu mama ameshafunga ufahamu, kwa sababu mama ameshakuwa frustrated, anasema mimi sina kitu, lakini mama ila ninachupa pia mafuta na kaaga hapo, ipo tu, ina kitu tu inakaaga hapo. Kumbe kuna gari hapo unaweza kuingiza kwenye Bolt. Kumbe pale ndani kuna friji hapo unaweza kutengeneza bisi ukauza. Kumbe pale ndani kuna kitu hapo unaweza kulipa mkodishia mtu akakulipa kwa simu, maisha yakaenda. Hello? Hello? Lakini unasema sina kitu. Una kitu katika jina la Yesu. Anasema ninayo chupa ya mafuta. Zaburi 3 anasema, akasema nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote, vyombo vitupu, wala usitake vichaa. Kile unachokidharau leo ndicho kugeuza maisha yako. Hiyo komfort unayoidharau leo, unasema baba wako alisomesha, baba wako alisomesha. Kwani baba wako alisomeshwa na nani? Angetaka kupeleka mpaka ukafeli darasa la pili. Wewe unakupeleka mpaka darasa la pili, uzembe wako ukafeli. Kuna kitu unacho ambacho Mungu anataka msimu wa pili ukitumie ili kusababisha matokeo kwenye maisha yako. Anasema mstari wa 4, cheki maisha yanaenda kubadilika. Kisha uingie ndani, ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote, nao vilivyojaa ukavitege. Maana yake huyu mama aliomba vyombo, wakavijaza ndani ya nyumba, si ndio? Sasa niambie, sababu mstari ulinichanganya sana. Waliomba vyombo kwa majirani wakajaza nyumba. Walipomaliza kujaza, wakafunga mlango. Alipomaliza kufunga mlango, kisha uingie ndani akajifungia. Sasa angalia mstari ulivyo kitendawili. Basi akamwacha, akajifungia mlango yeye na wanawe. Wanao hao wakamletea vile vyombo na yeye akamimina. Wanamletea kutoka wapi? Na wamejifungia ndani. Maana wamejifungia na hivi vyombo. Kuna mahali unatakiwa ukajifungie, uende ukabadilishe historia yako. Jifungie mahali sipaki. Badilisha hizi habari zinazosema juu yako. Badilisha hii hali inayoonekana juu yako. Mahali pa kubadilisha. Mstari wa 6, anasema mstari wa 6, ikawa vilipokwisha kuja vile vyombo, akamwambia mwanae, niletee tena chombo. Akamwambia hakuna tena, mafuta yakakoma. Nini unacho mwanangu? Mimi nimekupa inaitwa nimekustimulate, self stimulate, nimekuboost. Nimekupa ufunguo. Kile kilichoko ndani yako kiamke. Kile kilichoko ndani yako kiamke. Kile ambacho kimefunga ufahamu, na wakati una fursa hapa ndani, huo ufahamu ufunguke. Kile kimefunga macho yako ya rohoni na uone zile fursa, hayo macho yafunguke. Pale kwako unaweza ukalima mboga, lakini adui amekufunga na hakuna kitu kinatafuta Dar es Salaam kama mboga za nini? Za majani. Kwako unaweza kufuga hata nguruwe, unaweza ukafuga hata panya. Si kuna watu wa Mtwara hapa na Lindi? Fuga uone kama ukaziweka kwenye sahani ukapeleka mtaani. Panya wa krosti, watu wawe Makonde. Halo, una fursa. Hivi unajua Dar es Salaam hata ukakaanga chipsi, viazi ukachoka cha ukako kwenye vile vindoo vyeupe, ukaweka na mkono huu kachumbari au pilipili, ukapita mtaani. Chips zilizopikwa na mwanaume. Chips zilizopikwa na mwanaume zenye upako. Hivi unajua utauza? Yaani unaweza ukanunua sado moja 8,000, ukatembea nao kuanzia saa 5 mpaka saa 8, inaweza ukaweka 30 hapo chini. Kwa Dar es Salaam inawezekana. Sio kama nakutia, hiyo ndio kweli. Kwa sababu unazipaki kwenye kile vifuko vile vyeupe, unaweka vya jerojero. Alafu ule mfuko si una gesi, kwa hiyo unafungia kile gesi kule ndani. Kwa hiyo ukimpa mtu anajua kimejaa. Unamwacha akaendelea kufungua hapo. Huko ngambo ya pili asema, Mungu anamwona yule mama amenuzia hewa. Tayari ushapiga jero. Huko mtaa wa pili tayari. Unashangaa unarudi. Unajua Kenya, ukienda Kenya kuna maandazi moja sio anahitaji.
Yaani unaweza limejaa kwenye sahani kama hivi, limejaa. Toboa sasa uone. Tabaki kidu hivi. Na wanauzwa na wanakula. Kenya ukinunua nyama choma unauziwa na kachumbari hapo pembeni. Kachumbari wanakuuzia kachumbari. Ila ambayo si unapewa bure huku, wanakuuzia. Baba unaendaga Kenya kula? Kuna siku moja najirusha. Sasa wewe umekaa ukisema Mungu nione, Mungu nione. Hakuone, kwani una maini ya njano mpaka akuone zaidi kuliko wengine? Alisema akamaliza mstari wa 7 nini? Maana yake yule mama alitoka kwenye kuitwa debtor, si ndio Alitoka kutoka kwenye debtors to what? Ndipo akaja akamwambia yule mtu wa Mungu, naye akasema enenda ukayauze. You see, this is a business. Nenda kayauze mafuta haya, uilipe deni yako, na yaliyosalia uyatumie wewe na watoto wako. Kile kitu Mungu, ile fimbo Mungu amekupa msimu wa pili, Mungu anataka uende ukamalize matatizo yako and then iendelee kukusaidia. Sio kwamba imalize matatizo alafu matatizo mapya yaanze. Iende ikakomeshe na ikaendelee kukulinda na kukusaidia. Maanake hiyo biashara iendelee kukutunza wewe na watoto wako katika jina la Yesu. Iendelee kukutunza na watoto wako katika jina la Yesu. Maanake huo mshahara usimalize tu. Kuna watu tuko hapa, Mungu atusaidie. Ile salary, ile take home, Mungu ndiye anajua. Nisiendelee, tutashona pressure. Manake mshahara unalipa madeni yote, alafu inabidi ukope kwa ajili ya kusurvive mwezi. Hiyo hali ikakome kwako katika jina la Yesu. Kile Mungu amekupa sio chanzo cha matatizo. Kile Mungu amekupa ni cha kumaliza matatizo na kuendelea kukusaidia. Wafalme wa kwanza 17:12 I think. Wafalme wa kwanza ni kuonyesha hiyo fimbo yako ni kile ulicho nacho. Iwe ni chombo ambacho, kwa mfano, kuna watu magari yenu nimeyapanda sana hapa. Kuna watu magari yenu wamefanya sasa kazi Glorious Church. Ile ni fimbo. Ile ni fimbo. Mwambie Mungu, fimbo ibadilishe vitu. Hii fimbo igeuze maisha. Hii fimbo Mungu igeuze, nimeitoa Mungu. Imeze basi umaskini huku. Imeze basi hii fimbo iende. Ichipue amani kwenye biashara yangu. Ichipue atije kwenye biashara yangu. Ilete vitu. Mwambie Mungu, nina ambacho, acha nitoe jina la ndoa pale. Nina ambacho kiliwahi kumtumikia Mungu nyumbani kwako. Ile ni staff. Sio staff wafanya kazi, staff fimbo. Hello. Fimbo ni chochote unachoweza kukitumia kikabadilisha maisha yako. Kuna ufagio unatokaga nao nyumbani, unafagia nao chache. Ile ni fimbo. Niambie badilishe. Kuna utumishi unaufanya, hiyo ni fimbo, badilishe. Tutakuja kuona huko mbele. Anasemaje? Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate. Mtendo mstari wa 11. Uone Mungu, fimbo ni kile tulicho nacho ambacho tukikitumia kinaweza kikabadilisha maisha yetu. Angalia, yaani kila kitu tunacho. Hakuna, ni mstari wa pili nakupa. Hapako hakuna mahali Mungu anasema sasa nashusha kutoka mbinguni. Tunavyo. Hello. Wafalme muda umeenda. Wafalme wa kwanza 17:1. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama bwana wangu aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni 2 ili niingie nijipikie nafsi yangu na wanangu, tukule au tuule tukufe. Pengine ndio huko hapo. Unajua kwamba mimi hapa liko hii biashara, ikusipotokea muujiza leo, kufa kuisha habari. Kuisha ndio inaisha. Sasa pale ambako umeishia ndo huwa Mungu anaanzia. Hapo mwanzo kulikuwako neno. Sura ya 13. Elia akamwambia, usiogope, enenda ufanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo, ukaniletee, kisha unifanyie nafsi yako na mwanao. Fimbo hiyo. Kile unachotaka kukula alafu ukufe na mtoto wako, ndo huko final touch. Ndo namalizia kama, yani nikishatoa hii 10,000
ndo basi, sina kitu ingine. Elia anamwambiaje huyu mama? Sio kama ni Elisha, ni Elia. Elia anamwambiaje mama? Wewe nenda nipikie mimi kwanza, and then ukisha nipikia mimi ndio jipikiwe na mtoto wake. Hiyo ni fimbo, hiyo ni fimbo, hiyo ni fimbo. Anasemaje mstari wa 13? Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli anasema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Hii ni ile Elia alitabiri akamwambia Ahabu 3 years, miaka haitoisha. Kwa hiyo manake fimbo inakufanya wewe, wengine wakiwa jangwani, wewe uko Gosheni. Aya, aya, wengine wakiwa jangwani, wewe uko Gosheni. Halo, unaielewa hiyo kitu? Wengine wakiwa kutokuuza, wewe unauza. Wengine wakiwa kwenye kulazwa, wewe unafanya kazi. Wengine wakiwa wakisema mimi sina, wewe unasema ninayo. Ndio maana fimbo inageuza, fimbo inabadilisha. Maana anasema naona Mungu anasema hili pipa na hili kapu la unga halitoishia.